Mwanadada Rachel Dangwa ambaye amekuwa akijitanabaisha kama mwanaharakati amezusha mtafaruku mkubwa kutokana na matamko yake aliyotoa hapo juzi. Makala hii inatupia jicho kwa undani japo kwa kifupi kuhusiana na mtafaruku huo. Sasa majuzi mwanadada huyo Rachel Dangwa ambaye amekuwa ni mmoja wa watu wanaojitanabaisha kama wanaharakati aliweka posti yake katika mtandao wa kijamii wa TikTok, na katika posti hiyo maelezo aliyoyatoa yamezusha taharuki kubwa sana, kwa sababu pamoja na mengi aliyoyasema, tamko lake lilionekana kuwashawishi wa Tanganyika wasishiriki katika maandamano ambayo yamepangwa kutokea hapo Julai 7 ya mwaka huu 2026. Hebu kwanza msikilize aliyoyaongea, halafu tuendelee na makala hii. Karibu. Mimi ni mwambie Tanganyika msiandamane. I'm not stupid. Ninawapenda kuliko mwanakati yoyote. Yoyote yule. Na reason ni kwamba kuna vijana wameumia wengi mwaka jana. As we know. Nilipost kwenye mtandao wangu na baadhi ya wanaharakati wengi niliwaomba sana wapost kwenye peji zao wachangiwe. Walikataa. Sisi ndo tumwambia mwingie barabarani. Tumejitahidi kuwashawishi. Walikataa. Hata nimeona kuna watu wazima labda utaona tuko povu. Kuna nadharia kadhaa kuhusu yaliyopelekea huyo binti kuchukua uamuzi huo. Nadharia ya kwanza ni hisia kwamba amelipwa, na hii inatokana na ukweli kwamba Samia Suluhu Hassan anamwaga mamilioni kwa wingi. Kwa upande moja, fedha hizo zinamwagwa kwa chawa wa kawaida, lakini hasa watu wanaolengwa na fedha hizo ni wanaharakati, na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea maandamano wanatafutwa sana wanaharakati ambao wanaweza kusaliti harakati hizo na kukemea maandamano. Kwa hiyo hii inaleta hisia kwamba huenda na huyu binti naye amepitiwa na hiyo fedha ndefu ya Samia Suluhu Hassan. Na katika hili pia kuna watu kadhaa ambao walikuwa wanaharakati huko nyuma, katika siku za hivi karibuni wamebadili gia angani. Mmoja ni Clement Mwandambo, wengi mnamfahamu, alikuwa mwanaharakati maarufu huko nyuma mpaka akapewa jina la babu wa Gen Z. Lakini siku za hivi karibuni amekuwa mstari wa mbele kukemea maandamano, amekuwa akionyesha silaha feki, kwamba watu watapigwa risasi na vitu kama hivyo. Mwingine ni mtu anafahamika kama CPK. Huyu jamaa aliwahi kuwa boyfriend wa Wema Sepetu huko nyuma, na huyu ni Mrundi, sio Mtanzania, lakini amekuwa akijihusisha sana na masuala yanayoendelea nchini Tanzania. Na yeye kwa hakika majuzi tu hapa aliwalisha matango pori watu wengi kudai kuwa Samia Suluhu Hassan amefariki. Yeye ndio alisambaza hizo taarifa. Sasa juzi kaweka taarifa kwenye ameweka posti kwenye mtandao wake wa akaunti yake kwenye mtandao wa Instagram akisema kwamba Watanzania wasiandamane, maandamano hayana tija na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ilivyo. Kwa hiyo nadharia ya kwanza ni kuwa huyu binti amelipwa. Nadharia ya pili ni kwamba huyu binti hakuwahi kuwa mwanaharakati, kwamba na ni kweli kwamba harakati hizi zimejaa mapandikizi. Mimi binafsi nawajua watu wengi waliopo kwenye harakati wakati ni mapandikizi, lakini haina tija kuwataja angalau kwa sasa. Kwa hiyo inadhaniwa kuwa na yeye hakuwa mwanaharakati, na baadhi ya watu wanakwenda mbali kusema ndio maana alikuwa na matusi mengi, kwa sababu mwanaharakati wa dhati anatarajiwa kutumia lugha ya kistaarabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni nadharia ya pili, kwamba huyu hakuwahi kuwa mwanaharakati, alikuwa ni pandikizi ambaye amejiweka tu katika hilo genge la wanaharakati. Nadharia ya tatu ni hii ambayo yeye mwenyewe amesema kwamba kuna vijana walijeruhiwa katika maandamano ya Oktoba 29 na yeye aliwaombea michango kwa ajili ya matibabu, lakini akatelekezwa. Sasa swali linakuwa ni kwamba kwa nini uchukue maamuzi hayo sasa? Kwa sababu haya mambo yalitokea huko nyuma. Angeweza huko nyuma kukerwa na haya yaliyofanyika kama anavyosema yeye mwenyewe, pasi kuathiri haya maandalizi ya maandamano, lakini kufanya maamuzi hayo siku chache kabla ya maandamano inapelekea kuwapa watu taswira kwamba kuna kitu zaidi ya hizo sababu alizozitoa.
Nadharia ya nne ni kuheshimu maamuzi yake, kwamba binadamu yeyote anaweza kufanya maamuzi ambayo yeye anayaona, kwa Kiingereza anasema rational, kwamba ni sahihi, yana mantiki, kwamba mtu anapima faida na hasara. Maisha ya wanaharakati sio rahisi, unawindwa, ndugu zako wanasumbuliwa na vitu kama hivyo, kwamba ameamua kuchukua uamuzi huo kwa sababu binadamu yeyote anaweza kuchukua maamuzi ambayo yeye anayaona sahihi, lakini watu wengine wanaweza kuyaona sio sahihi. Sasa ipi kati ya hizi nadharia nne ni sahihi? Ni mapema mno kutanabaisha hayo, na pengine isije kufahamika, lakini bila shaka huko mbele, wakati mwafaka na ukweli utakapojulikana, basi Jasusi TV itawashirikisha. Lakini wewe una maoni gani kuhusiana na katika hizo nadharia nne, ipi unaiona yenye uzito stahili? Sasa kuna funzo kubwa sana katika hili tukio la sasa, kwa sababu si la kwanza. Kama tunasema kwa nyuma, kuna watu wengi ambao wametoka, waliaminiwa, baadaye wakageuka. Kuna yule mtu alikuwa anafahamika kama Habil and Kabil, watu wengi walimuamini, lakini haijulikani alitokea wapi na haijulikani akapotelea wapi na vitu kama hivyo, na wengine wanasema kwamba yeye alikuwa na mchango mkubwa sana katika kukwama kwa maandamano ya Disemba 9 na yale yaliyofuata. Sasa funzo kubwa zaidi katika haya, ni muhimu sana kuelewa backgrounds za watu. Na mimi binafsi, kwa sababu mimi binafsi nimeshiriki kwenye harakati kwa zaidi ya miaka 20. Nilikuwa nikiwa mwanaharakati tangu nikiwa mtumishi wa serikali, na hizo mambo ya harakati yalichangia kuathiri mahusiano wangu na aliyekuwa mwajiri wangu kipindi cha huko. Nilipambana sana na masuala ya ufisadi, na unaweza ukapata wasaa mtandaoni ukatembelea website blog inaitwa Kulikoni Ugaibuni. Kulikoni Ugaibuni inapatikana chahali.com. Ukienda hapo utaona vitu vingi vilivyotokea huko nyuma toka 2006 2007 mpaka wakina mambo ya Richmond, wakina Lowassa, JK, wakati wa Magufuli na mpaka zama hizi. Kwa hiyo nimetoka mbali. Sasa kwa hiyo kuna watu ni rahisi kuelewa background yake, huyu mtu ametoka wapi, msimamo wake umekuwaje. Haimaanishi kwamba mtu alikuwa na msimamo imara toka huko mwanzo hawezi kubadilika, lakini angalau unakuwa umejiridhisha kwamba huyu mtu mimi namfahamu, miaka nenda miaka rudi, yeye yuko upande wa wanyonge. Sasa kwa bahati mbaya, yaliyojiri kuanzia hasa Oktoba 29, wameibuka watu wengi ambao wengi wao naamini kwamba wana dhamira nzuri na wengi tunawaamini, lakini ni vigumu kuwajua wale ambao wametumia tu fursa hiyo kwa ajili ya upande mmoja kuwakamatisha watu, wengine kwa ajili ya kutengeneza fedha, lakini upande wa pili hata wale wanaharakati ambao kweli wapo kwa dhati, kuna fedha nyingi sana inamwagwa. Kwa hiyo ni vigumu kwa kweli, inahitaji ustahimilivu, upewe dau la fedha uweze kulikataa. Lakini pia mimi binafsi nimekuwa nikifanya jitihada sana za kuwaelimisha Watanzania kuhusiana na masuala ya intelijensia, kwa sababu ni muhimu katika zama hizi ambazo kuna vita. Maana hii ni vita kati ya utawala dhalimu na wananchi ambao wanakandamizwa na kupitia katika mambo mbalimbali. Sasa wao wanatumia rasilimali za idara ya usalama wa taifa, yani rasilimali za kiintelijensia. Kwa hiyo raia wa kawaida sio rahisi kukabiliana na kufanya vizuri katika vita kama hii, na ndio maana imekuwa na jitihada kidogo za kuelimisha watu. Kuna vile vitu wanafanya kuwa chemsha bongo za kiintelijensia, chemsha bongo za kijasusi na vitu kama hivyo, kupanua uwezo wa akili wa watu kufahamu, kwa sababu moja ya changamoto ni kuwaamini watu kirahisi. Unamwamini mtu bila kujihangaisha kufahamu huyu mtu katokea wapi, kwenda kwenye akaunti yake kuangalia posti zake za nyuma zilikuwa zinasema nini. Kwa hiyo hii inasaidia kutoka, kwa mfano Mwandambo, ukienda kwenye akaunti zake kabla ya mambo ya harakati, zinatoa taswira ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo pengine hii ilipaswa kuwashtua watu, lakini Watanzania ni wepesi kuamini. Kuna mwanasheria mmoja wakati wa wa kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29 alikuwa akikebehi Chadema, alikebehi no reforms no election. Kwa hakika yeye ni miongoni mwa watu waliomsaidia Samia kuingia madarakani. Sasa hivi mwanasheria huyo amekuwa ni miongoni mwa watu muhimu ambao wanaongelea sijui ripoti ya Chande, anaongelea sijui kuhusu haki ya maandamano, na watu wanamuunga mkono. Yaani wamesahau kabisa yale yaliyojiri hapo majuzi, kwamba yeye ni miongoni mwa watu waliowezesha utawala huu dhalimu kuwepo madarakani. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia hizi mbinu, na Jasusi TV pamoja na mimi mwenyewe binafsi taendelea kufanya jitihada kuwafungua watu macho, hasa katika hizi mbinu za kiintelijensia kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazotukabili. Una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.